Marekani imeandaa mpango wenye vipengele 28 unaolenga kusimamisha vita kati ya Urusi na Ukraine. Ingawa mpango huu haujatangazwa rasmi, maelezo yake yamevuja kupitia maafisa wa Kiev na yamezua mjadala mkali duniani. Wakosoaji wanaona mpango huu kama hatua inayowapa Warusi faida kubwa, hasa kwa vile unahalalisha maeneo ambayo Urusi tayari imetoa kwa nguvu. Katika mpango huo, Marekani inataka jumuiya ya kimataifa idhibitishe rasmi uhuru wa Ukraine na kuhakikisha kwamba nchi hiyo inaendelea kuwapo kama taifa huru. Hata hivyo, sambamba na hilo, Ukraine inalazimishwa kukubali mkataba wa kutokushambulia ambao utatiwa saini na Urusi, Ukraine pamoja na nchi za Ulaya. Mkataba huu ungehakikisha kusitishwa kwa vita, lakini kwa masharti ambayo yanaonekana kuilazimisha Ukraine kukubali matakwa mengi ya Urusi. Sehemu kubwa ya mpango huo inalenga kupunguza ushawishi wa NATO mashariki mwa Ulaya. Urusi inapewa hakikisho kwamba NATO haitapanuka kuelekea upande wake, na Marekani inapanga kuratibu mazungumzo ya moja kwa moja kati ya NATO na Urusi kuhusu usalama wa eneo hilo. Ukraine nayo inatakiwa kuandika kwenye katiba yake kwamba haitojiunga na NATO, huku pia ikikataza kuwa mwenyeji wa vikosi vya NATO ndani ya mipaka yake. Hata hivyo, uwepo wa ndege za kijeshi kutoka Ulaya unapaswa kubaki Poland ili kuepusha ishara yote ya kijeshi ndani ya Ukraine. Kwa upande wa kijeshi, Ukraine inawekewa ukomo wa kuwa na wanajeshi wasiozidi 600,000. Vilevile, Marekani inaruhusiwa kusimamisha dhamana yote ya usalama endapo Ukraine itavunja masharti ya makubaliano haya. Hata hivyo, Ulaya inapewa nafasi ya kuendelea kuifungulia Ukraine mlango wa kujiunga na Umoja wa Ulaya pamoja na nyongeza ya kifurushi kikubwa cha ujenzi upya wa nchi hiyo baada ya vita. Mpango huu pia unaipa Urusi nafasi ya kurejea kwenye uchumi wa dunia, ikiwemo kurudishwa kwenye kundi la G8 na kufunguliwa kwa biashara na taasisi za kimataifa. Fedha zilizoganishwa za Urusi, karibu dola bilioni 1, zinatarajiwa kutumika kujenga upya Ukraine, lakini hapa Marekani inapewa sehemu ya faida zinazotokana na uwekezaji huo, takriban 50%. Kuna pendekezo kuundwa kundi la pamoja la usimamizi wa usalama kati ya Marekani na Urusi, hatua ambayo imekosolewa kwa sababu inaipa Urusi kiti kimoja cha ushawishi sawa na Marekani. Urusi pia inatakiwa kutoa hakikisho la kutokushambulia Ulaya, huku makubaliano ya kudhibiti silaha ikiwemo nyuklia yakianzishwa upya. Moja ya vipengele tata zaidi ni suala la mipaka. Kwenye mpango huu, Crimea inaachwa mikononi mwa Urusi rasmi, kule Donetsk na Luhansk nako kunatambuliwa kama maeneo ya Urusi. Katika Kherson na Zaporizhia, mpango huu unapendekeza mgao ufuate mstari wa mbele wa vita uliopo sasa. Ukraine pia inatakiwa kuondoka kwenye maeneo mengine kama Donetsk ambayo bado inayashikilia. Viongozi wengi wanakosoa kipengele hiki kwa sababu kinahalalisha kwa njia ya makaratasi kile kilichopatikana kwa bunduki. Mpango huu pia unataka kuwe na sheria ya kudumu inayokataza kubadilishwa kwa mipaka kwa nguvu wakati ujao. Ukraine inahakikishiwa haki ya kutumia Bahari Nyeusi kusafirisha nafaka na bidhaa nyingine bila kuzuiwa. Kwa upande wa kibinadamu, pande zote zinatakiwa kurudishiana wafungwa wa kivita, miili ya waliokufa pamoja na watoto waliotekwa au kuhamishwa kimakosa. Baada ya usitishaji wa mapigano, mpango unapendekeza uchaguzi ufanyike Ukraine ndani ya siku 100. Pia unatoa msamaha wa jumla kwa makosa yote ya kivita yaliyotokea pande zote, jambo ambalo limekosolewa kwa sababu linawaondolea uwajibikaji wale waliohusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Mwisho, makubaliano yote yanapaswa kuwa ya kisheria, yanatakiwa kusimamiwa moja kwa moja na Donald Trump mwenyewe. Usitishaji wa vita utaanza tu baada ya wanajeshi wa pande zote mbili kurudi kwenye mstari utakaokubaliwa. Kwa jumla, mpango huu unaonekana kulenga kumaliza vita haraka, lakini kwa bei ambayo Ukraine haiwezi kukubali: kutoa maeneo yake, kudhoofishwa kijeshi, kuachana na NATO na kumpa Urusi nafasi mpya kimataifa bila kuadhibiwa. Kwa Ulaya, mpango huu ni hatari kwa sababu unamzawadia mvamizi na unadhoofisha misingi ya usalama wa bara hilo. Kwa Urusi ni ushindi wa kisiasa bila kulazimika kupigana zaidi, na kwa Marekani ni mpango wa kupunguza gharama na kugeuza mwelekeo kuelekea China. Kwa kifupi, mpango wa vipengele 28 wa Trump unaonekana kama mpango ambao Ukraine pamoja na Ulaya wataukataa, lakini unaonyesha wazi mwelekeo wa sera za Trump. Kipaumbele ni biashara na usawa wa nguvu, si maadili wala sheria za kimataifa. Mpango huu unamaanisha nini kwa Ukraine? Mpango huu unalazimisha Ukraine kukubali Urusi ibaki na maeneo yote iliyotoa, kupunguza nguvu zake za kijeshi, kuachana rasmi na NATO na kurejea kwenye mazungumzo licha ya Urusi kuendesha mashambulizi makubwa. Kwa maneno mengine, ni shinikizo la kisiasa kwa Ukraine kukubali kushindwa kimipaka. Kwa nini mpango unaonekana kuipendelea Urusi? Mpango huu unaonekana kuipendelea Urusi kwa sababu unatoa uhalali wa kimataifa kwa Urusi kutoa ardhi, msamaha wa makosa ya kivita, kurejea kwenye uchumi wa dunia bila kuadhibiwa, makubaliano ya usalama yanayoweka vikwazo kwa NATO si kwa Urusi, na fursa mpya za kiuchumi kupitia ushirikiano na Marekani.
Kwa kifupi, Urusi inanufaika zaidi kuliko Ukraine katika mpango huu. Ni nini manufaa ya mpango huu kwa Marekani? Trump analenga kupunguza fedha ambazo Marekani inaipa Ukraine, kumaliza vita haraka ili kushughulikia China, kupanua ushirikiano wa kiuchumi hasa kutumia fedha za Urusi zilizogandishwa, pamoja na kupunguza uwepo wa NATO katika ukanda wa Urusi. Ni mpango wa gharama ndogo, faida nyingi kwa Marekani. Kwa nini Ulaya inapinga mpango huu? Ulaya inaona mpango huu ukileta hatari. Urusi inaweza kupata ujasiri kuvamia tena, Ukraine inabaki dhaifu na bila kinga ya NATO, mipaka ya Ulaya inakuwa karibu zaidi na Urusi na heshima ya sheria za kimataifa inapotea. Kwa hivyo mpango huu kwao ni kama kumzawadia uvamizi wa Urusi. Mpango wa Trump wa vipengele 28 umeelekezwa kumaliza vita haraka, lakini unatoa ushindi wa kisiasa na kimkakati kwa Urusi. Unadhoofisha Ukraine, unapunguza nguvu za NATO, unaunda nafasi mpya za biashara kati ya Urusi na Marekani, na haiheshimu misingi ya kimataifa ya kutokubali kubadilishwa kwa mipaka kwa nguvu. Mpango wa amani wa vipengele 28 uliotangazwa na Donald Trump kuhusu kumaliza vita vya Urusi na Ukraine uliibua hisia tofauti duniani. Ingawa mpango huo haujachapishwa rasmi kwenye nyaraka kamili, misimamo ya Trump na taarifa zilizotolewa na washauri wake zinajenga picha ya kile mpango unalenga: kusimamisha mapigano haraka, kuanzisha mazungumzo mapya na kufanya makubaliano ya eneo na usalama. Mapokezi yake yamekuwa ya mchanganyiko kimataifa: Ulaya, Urusi, Ukraine pamoja na Marekani. Hapa chini ni uchambuzi wa kila upande. Mapokezi kutoka Ukraine. Ukraine ilipokea mpango huu kwa mashaka makubwa na mara nyingi kama kipendeleo kwa Urusi, kwa sababu unasisitiza kusitisha vita bila masharti ambayo yanaweza kuacha Urusi na baadhi ya maeneo waliotekeleza tishio la kujisalimisha kimkakati, hasa kama mpango utahusisha Ukraine kukubali kuturudisha maeneo yote, kutokubali kujiunga na NATO, pamoja na kutoa uhakikisho wa usalama wa muda mrefu bila marejesho ya ardhi. Wakosoaji nchini Ukraine walisema mpango huu unamaanisha freeze the conflict na kuwapa Warusi muda wa kupanga vita vingine, na unapunguza mamlaka ya Ukraine kuamua mustakabali wake. Kwa kifupi, Ukraine imeupokea kwa sauti ya baridi na wasiwasi mkubwa. Mapokezi kutoka Urusi. Urusi ilipokea mpango huu kwa mtazamo chanya kwa kiasi, kwa sababu Trump amekuwa akipinga misaada ya kijeshi kwa Ukraine, ameonyesha kutokuwa na misimamo mikali dhidi ya Putin kama viongozi wengine wa Magharibi, na amezungumzia kujadiliana badala ya kuendelea na vita. Hata hivyo, Urusi bado ina masharti makubwa. Wanataka kutambuliwa kwa maeneo walioyakalia, wanataka vikwazo vingi viondolewe, pamoja na Ukraine iwe kanda ya kati bila NATO. Kwa hivyo Urusi inaona mpango huu kama fursa, lakini sio bila mabishano. Mapokezi kutoka Ulaya na Umoja wa Ulaya. Ulaya iliupokea kwa hofu na tahadhari. Umoja wa Ulaya inaogopa mpango wa Trump unaweza kuvunja msimamo wa Magharibi, kuwapa Warusi ushindi wa kimkakati, kudhoofisha NATO na kuweka mfano hatari kwa mataifa mengine ya uvamizi kama China dhidi ya Taiwan. Ulaya inahitaji ushindi wa Ukraine au angalau kuhakikisha Urusi haipati faida ya uvamizi, muungano maalum wa usalama wa Ulaya unaotegemea Marekani ambao Trump mara nyingi anaukosoa. Kwa hivyo, EU inahofia ushindi wa Trump unaweza kuleta mpango unaodhoofisha Ukraine na usalama wa bara. Mapokezi ndani ya Marekani. Republican, hasa wafuasi wa Trump, wengi waliiona kama suluhu ya haraka na yenye busara ya kibiashara, pamoja na njia ya kuzuia vita vya tatu vya dunia. Wanasema mpango wa Trump unaweza kumlazimisha Zelensky na Putin kuketi mezani, kusimamisha damu kumwagika na kufanya makubaliano ya muda mrefu kwa gharama nafuu. Democrats wameupokea kama mpango wa kuipa Urusi ushindi, sarakasi ya Trump kujionyesha kama mpatanishi wa dunia na kielelezo cha kukosa falsafa ya kudumu ya diplomasia. Wanadai mpango huu utadhoofisha usalama wa Ulaya na utamfanya Putin aonekane ameshinda. Mapokezi kimataifa Asia, Afrika na Mashariki ya Kati. Katika bara la Afrika, nchi nyingi za Kiafrika ziliona kama mpango wenye busara zaidi kuliko msimamo mkali wa NATO na njia ya kurejesha utulivu wa bei za nafaka na mafuta. Katika Asia, baadhi ya mataifa kama India na China yaliona kama nafasi inayohusu geopolitics au siasa za kikanda ya dunia nyingi, yani multipolarism, pamoja na ushindi dhidi ya siasa ya maadui wa Magharibi. Katika Mashariki ya Kati, nchi za Kiarabu zilipenda sehemu inayokazia kusitishwa kwa vita haraka. Wataalamu wengi wa kijeshi na diplomasia waliona mpango huo umerudiwa mara nyingi katika historia: freeze the conflict, talk later. Lakini hauna dhamana kwamba Urusi itaheshimu makubaliano, Ukraine haitodhoofika kisiasa na NATO haitovunjika umoja wake.
Wengine walisema mpango unaweza kuwa mwanzo wa mazungumzo mapya, lakini ukosefu wa uwazi wa Trump unaweza kuleta matatizo makubwa.